Kwanza tuwatake radhi, tumechelewa kidogo. Tuliahidi kwamba tutaanza mkutano wetu na nyinyi saa 5 na sasa dakika kadha zimepita. Tumewaita tuzungumze na nyinyi ili kutoa hoja za ufafanuzi wa chama chetu cha ACT Wazalendo kuzima upotoshaji wa Chama cha Mapinduzi kuhusu ripoti ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali yaani CAG iliyotolewa hivi karibuni. Sasa kama mnavyofahamu, ndugu waandishi wa habari, mwezi Aprili tarehe 15 mwaka huu chama chetu kilifanya uchambuzi wa awali wa ripoti ya CAG na tulitoa kile tulichokiita maeneo au masuala 8 ya hatari ambayo tuliyoyaibua kutokana na ripoti ya CAG. Tangu tuyaainishe maeneo hayo na tuyachambue, kumekuwa na mjadala mkubwa sana wa kitaifa kuhusu maeneo tuliyoainisha. Kwa hiyo kwanza tunapenda kuchukua fursa hii kushukuru umma wote wa Watanzania kwa kuupokea vyema uchambuzi wetu, kuujadili bila kujali tofauti zetu za kiitikadi, za kisiasa na za kimilengo. Hakika ushahidi uko wazi kabisa kwamba kwenye hili umma uko pamoja. Lakini licha ya kwamba umma wa Tanzania uko pamoja, na kwa mara ya kwanza kwa vipimo vyetu tunaweza kusema kwamba ripoti ya CAG imepata mjadala mkubwa zaidi kutoka kwa umma. Hata watu wa kawaida kwenye daradara, kwenye vijiwe wanajadili kwa nguvu sana ripoti ya CAG. Kwa licha ya mapokeo hayo mazuri, bado kama tulivyozoea hawakosekani watu wachache ambao wanataka kupotosha mambo ambayo CAG ameyaweka vizuri kabisa. Tunafahamu wapotoshaji hao wanalenga kutuhamisha kwenye mjadala, wanalenga kujihami, na sisi kama tulivyofanya tarehe 15 Aprili tunao wajibu wa kunyoosha mambo yanayopindishwa. Tunayo kazi ya kufafanua mambo ambayo yanapotoshwa. Kwa hiyo leo tutafanya kazi hiyo. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, baada ya kimya cha muda mrefu cha Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tangu ripoti ya CAG itolewe, msemaji wa Chama cha Mapinduzi na chama chake walikuwa mafichoni, walikuwa wakitumia silaha ndogo ndogo, watu ambao sichelei kuita vibaraka wao, wengine vibaraka uchwala, waje wapotoshe, wapishi wa habari feki, wataalamu wa spinning, wakijaribu kupindisha mjadala, kuwakatisha tamaa wanaosaidia umma kuchambua. Kwa walivyoona kwamba hatujali, hatimaye sisi mwenyewe wametoka hadharani sasa. Na jana msemaji wa Chama cha Mapinduzi ndugu Humphrey Polepole ametoa kile ambacho yeye amekiita kuwa ndiyo mtazamo na msimamo wa Chama cha Mapinduzi kuhusiana na ripoti ya CAG na uchambuzi uliofanywa na makundi mbalimbali, hasa chama chetu. Kwa hiyo tutachokitoa leo ni mwitikio wetu, kwa sababu ndugu Polepole amesema huu ni msimamo na mtizamo rasmi wa chama ambacho mwaka 2015 kilipewa dhamana. Kwa hili sio jambo dogo. Chama ambacho kinaongoza serikali, kile alichokisema ndugu Polepole ndiyo msimamo wake. Kwa hiyo hatuwezi kukiacha kipite hivi hivi tu, upotoshwaji unaofanywa upite hivi hivi. Sasa kwa ujumla wake, ndugu Polepole kwanza alitumia muda mwingi sana kufanya kebei, dhihaka, kashfa dhidi ya hasa dhidi ya kiongozi wa chama chetu ndugu Zitto Kabwe pamoja na chama chetu kwa ujumla wake. Tunafahamu kwa nini anafanya hivi. Tunafahamu anafanya hivi mosi, ili kutukatisha tamaa, ili tuache kujadili mambo nyeti ambayo CAG ameyaweka kwenye ripoti zake, tuanze kujibu upuuzi.
sisi niseme wazi kabla sijatoa response yetu, hatutoingia katika mtego huo. Maana yake ndugu Polepole ametumia muda mwingi sana kumdiscredit ndugu Zitto, elimu yake, weledi wake. Sasa sisi hatutoingia katika mtego tuanze kujitetea Zitto ana weledi huu, ati tumlinganishe na ndugu Polepole. Tuseme labda ndugu Zitto ni mchumi mbobezi katika eneo hilo na watu wanafahamu, alafu labda tuseme ndugu Polepole labda elimu yake ina mashaka, labda alivyohitimu kidato cha 6 alipata 0. Tukienda katika mijadala kama hiyo ambayo haina afya, tutapoteza lengo la msingi ambalo ni kuichambua na kuichukulia hatua ripoti ya CAG. Au anapoteza muda mwingi sana kukashfu jitihada za chama chetu kuonyesha siasa mbadala na za uhakika. Sasa sisi tukipoteza muda tumjibu Polepole anayesema mara ndugu Zitto atorudi bungeni, tuanze kufafanua in line na kile anachokisema, tutapoteza mjadala wenyewe. Tunafahamu ndugu Polepole katika mizani ya siasa bado ni mchanga. Hata ndani ya CCM hawawezi tu kumueleza ukweli, lakini mchanga. Mimi ni kijana, nimeingia katika siasa, ninao wajibu wa kujifunza. Polepole ni NGO guy, ametoka NGO, amekuja katika siasa hivi majuzi, anao wajibu wa kujifunza. Hata sisi wanasiasa vijana tunajifunza. Wako wakongwe ndani ya Chama cha Mapinduzi, wako wakongwe katika opposition, katika vyama mbalimbali. Ana wajibu wa kujifunza. Hajui anachokiongea. Hajui nini maana ya mtu kuanzisha chama 2014, kushiriki uchaguzi mkuu 2015, kushinda ubunge na kushinda manispaa. Hajui maana yake. Akamuulize Julius Malema ambaye ni maarufu Afrika nzima, ilivyokuwa ngumu kushinda manispaa. Hajui imani ambayo watu wameiweka kwa ndugu Zitto. Kwa hiyo sisi tukisema tujibu mambo haya tutakuwa tunapoteza muda. Kwa hiyo tunafahamu wanajaribu watutoe kwenye reli. Hatutofanya hivyo. Kwa hiyo hata leo tutajikita kwenye maeneo ya msingi. Sisi tuliainisha hoja 8 za msingi katika ripoti ya CAG. Lakini hoja ambayo imewagusa kweli CCM, na mwenyewe amekiri jana, anasema ukienda mtaani huko kilichotawala ni 1.5 trillion. Hazijulikani zimekwenda wapi. Na ametumia muda mwingi sana jana kwa kalkuleta, kwa makapeni, kwa kujaribu kujionyesha kama muhadhara, kufafanua kwamba hakuna kilichopotea. Sasa maeneo mengine yataendelea kufanywa mjadala. Hakuyagusa, hajafafanua sana, na sisi tusingepoteza target ya msingi. Kwa hiyo tutajikita katika hasa katika eneo hilo. Kwa hiyo uchambuzi wetu huu ambao mtapata nakala yake unaitwa hoja 6 za kuzima upotoshaji. Kwa hiyo nitafafanua hoja moja baada ya nyingine. Eneo la kwanza ambalo nimelizungumza kidogo hapo mwanzoni, tujiulize, je, ACT Wazalendo ni chama ambacho hakina haki ya kufanya uchambuzi wa ripoti ya CAG? Hilo ni eneo la kwanza tuliloliainisha. Maana ndugu Polepole ampoteza muda mwingi. ACT ina mbunge mmoja, ACT ina manispaa moja, alichosahau kusema pia ACT ina madiwani 42 nchi nzima. Kwa hiyo anataka kujenga hoja azifu ukiwa na mbunge mmoja, ukiwa na manispaa moja na madiwani 42 ndio unakuwa hauna haki ya kufanya uchambuzi mujarabu wa ripoti ya CAG. Huu ni upuzi, hakuna neno lingine la kusema zaidi ya huo, ni upuzi. Kwa sababu kinachoongoza mtu kufanya ripoti ya CAG, jambo la kwanza muhimu ni weledi, yani professionalism. Eneo la pili ni ujuzi, yani skills. Na la tatu ni tajiriba au uzoefu, tunaita experience. Hayo ndiyo maeneo yanayopaswa kuongoza uchambuzi. Hayo ya kusema huyu ana wabunge wangapi hayasaidii kitu. Tulidhani mtu angesema kwamba chama hiki hakina uzoefu, au ndugu Zitto ambaye alikiwakilisha chama katika uchambuzi wetu hana uzoefu, au ana weledi, au aonyeshi kuwa na ujuzi katika mambo hayo. Kwa hiyo tutayaweka haya mambo sawa sawa. Kwanza mosi, chama chetu kila mtu anafahamu ni chama kilichojikita katika uchambuzi. Tunafanya uchambuzi mara kwa mara, ikiwemo wa kibajeti
na masuala haya ya ripoti za CAG. Tuwakumbushe hata mwaka jana hapa tuliandaa uchambuzi wa bajeti ya serikali na jeshi la polisi likatuzima, likawatisha watu wenye ukumbi ambao tulipaswa kufanyia uchambuzi ule, likamfanyia kashikashi kiongozi wetu wa chama mshike, kumtisha, kumuita polisi ili asifanye uchambuzi. Huu ni ushahidi wa kipekee kwamba linapofika suala la uchambuzi, uwe wa kibajeti, uwe wa ripoti za CAG, uwe wa siasa za masuala, chama chetu kipo mstari wa mbele sana, na tumekuwa tukifanya hivyo mara kwa mara. Hata katika ngazi ya ndugu Zitto mwenyewe, miaka 8 amefanya kazi katika kamati za oversight kuanzia POAC mpaka PAC. Ana uzoefu wa muda mrefu wa masuala hayo, ameongoza mapambano kwa muda mrefu katika masuala haya ya uwazi, uwajibikaji na kwa ripoti hizi za CAG na ripoti zingine na taarifa mbalimbali za serikali. Na ni msomi katika eneo hilo, ana weledi wa ndani ya nchi na nje ya nchi, ni mchumi. Wewe ni mpuuzi kusema kwamba chama hiki hakina haki ya kufanya uchambuzi huo. Sasa tuje kwenye eneo nyeti lenyewe. Ndugu Polepole jana alijenga hitimisho kwamba kile ambacho sisi tunakiita kutoonekana kwa fedha za umma trilioni 1.5 ni upotoshaji, kwamba ukizingatia vyema mahesabu yalivyowasilishwa na uchambuzi wake utaona kwamba mapato na matumizi yanalingana, na kwamba hakuna fedha hata thumuni iliyopotea. Sasa tutatumia hoja 5 kuonyesha kwamba kile anachosema ni upotoshaji. Eneo la kwanza muhimu kufahamu ni kwamba CAG ukaguzi wake ulihusu fedha zilizokusanywa. Ni muhimu sana kusisitiza hapa. CAG anasema waziwazi kwamba ukaguzi wake unahusu fedha zilizokusanywa, na ndio maana hata katika taarifa yetu tumeweka kwa herufi kubwa zilizokusanywa. Kwa hiyo CAG katika taarifa yake azungumzii mapato ghafi wala fedha tarajiwa ambazo ndugu Polepole anaziita receivables. Na hili liko wazi, sijui mwenzetu anasoma taarifa yake kwa namna gani, taarifa ya CAG. Nadhani huyu tumuite CAG wa CCM kwa sababu anatengeneza takwimu zake mwenyewe, anazichambua mwenyewe, takwimu ambazo hazipo katika taarifa ya CAG. Ukisoma kitabu cha hesabu za serikali kuu, hii hapa CAG anaonyesha kwamba amekagua fedha zilizokusanywa na serikali na sio fedha zilizotarajiwa kukusanywa na serikali au mapato ghafi. Na ukisoma mtiririko, nita summarize tu, inaonyesha wazi kabisa katika bajeti ya 2016-17 serikali ilikusudia kukusanya shilingi trilioni 29.5. Hiyo ni nukta ya kwanza muhimu sana. CAG anasema hivi, na unaweza kuipata hiyo ukurasa wa 29 wa ripoti hii. Nitaenda upesi tu. Kwamba serikali ilikusudia kukusanya shilingi trilioni 29.5 kutokana na vyanzo mbalimbali, vyanzo vya kodi, vyanzo visivyo vya kodi, mikopo ya ndani pamoja na mikopo ya nje na misaada. Na kwa wanaopenda kurejea, unaenda ukurasa wa 29, utaona jedwali pale la mchanganuo wa matarajio ya ukusanyaji huu. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, serikali ilikusanya nini? Maana yake haya ni matarajio. CAG ameonyesha kwamba serikali ilikusanya shilingi trilioni 25.3. Hiyo ni nukta ya pili muhimu sana. Zilizokusanywa, sio zilizotarajiwa kukusanywa wala sio zilizo ghafi. CAG anasema zilizokusanywa ni trilioni 25.3 na anaeleza vyanzo mbalimbali. Maana kuna upotoshaji mwingine anasema mara hizo za Zanzibar, tutakuja kufafanua baadaye, mara hizo hazikuiva, mara hizo tulizotarajiwa. CAG ana split down, ana
eleza mchanganuo wa jinsi gani trilioni 25.3 zilipatikana. Anaeleza kwamba kati ya hizo trilioni 25.3 vyanzo vya kodi ni trilioni 14.27, vyanzo visivyo vya kodi ni trilioni 2.072, mikopo ya ndani ni trilioni 5.9, mikopo ya nje na misaada ya wahisani ni trilioni 3.047. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi fedha zilivyokusanywa, na haya yote kwenye taarifa hii unayapata ukurasa wa 32. Tusome hii ripoti ili kuepuka upotoshaji. Na kila chanzo kina paragraph yake, kina sehemu yake. Shingapi imekusanywa kwa kodi, shingapi imekusanywa kwa vyanzo visivyo vya kodi, shingapi imekusanywa kwa mikopo, shingapi imekusanywa kwa mikopo ya nje na misaada ya wahisani. Yote yapo humu zilizokusanywa. Na maana ya zilizokusanywa ni nini? Ni kwamba hizi ni fedha ambazo serikali ilifanikiwa kuzikusanya, zikaingiwa katika chungu cha serikali, yani consolidated account, yani ile akaunti ya mapato jumuifu ya serikali. CAG aliziona, akazikagua kwamba ziko tayari kwenye chungu cha serikali, ni trilioni 25.3. Hizo ndio fedha ambazo ameziona, amezikagua, na baadaye tutasema response ya CAG iko wazi kabisa. Kwa hiyo kwa ushahidi huu wa CCM unaweza kujenga hitimisho wazi kabisa kwamba CCM inafahamu zilizokusanywa ni trilioni 25.3 na inafahamu kwamba zitumia kama ilivyoelezwa katika ripoti ya CAG ni trilioni 23.8. Kwa hiyo kuna nakisi ya trilioni 1.5. Sasa inatapatapa, kwanza inakiri. Sasa inatapatapa kujaribu kuexplain ziko wapi. Inakimbilia receivables, inakimbilia fedha za Zanzibar, inakimbilia hati fungani. Sasa tujiulize, maana tumesha deal na issue moja hapo ya receivables kwamba sio fedha tarajiwa, ni fedha zilizokusanywa. Sasa tujiulize swali, je, ni fedha zilizokwenda Zanzibar ndizo zilizoleta nakisi, yaani makusanyo yaliyofanywa na serikali kwa niaba ya Zanzibar? Tujiulize swali la pili, je, ni hati fungani? Huo ni upotoshaji, na tutashughulikia hoja moja baada ya nyingine katika maeneo hayo mawili. Kuhusu fedha za Zanzibar, ni muhimu kuelewa kwamba ukaguzi kama inavyofahamika unaanza mwaka mpya wa serikali ambao unaanza Julai mosi 2016 na kuisha Juni 30, 2017. Mwaka ukishaisha, CAG haji kukuambia sasa lete mahesabu. Anakupa muda wa miezi mitatu kuweka mahesabu yako sawa sawa. Kwa hiyo CAG unampelekea mahesabu mwezi Septemba. Kwa hiyo kama kuna fedha ambazo serikali ilizikusanya kwa niaba ya Zanzibar, serikali ilikuwa na muda wa kuonyesha kwamba katika haya mapato ambayo CAG umeyaona, sehemu hii ya fedha, na ni muhimu kunukuu ndugu Polepole anasema fedha za Zanzibar ni bilioni 203.92. Kwa hiyo ingeweza kumweleza CAG kwamba haya mapato yanayoonekana kuwa ni trilioni 25.3, basi bilioni hizi 200 ni za Zanzibar. Kwa kumbukumbu hizi za CAG haionyeshi hata pahala pamoja kwamba sehemu ya mapato hayo ambayo CAG anaripoti basi yalikuwa mahususi kwa Zanzibar. Lakini ukishapeleka hesabu zako, CAG anaanza kukagua Oktoba. Unakuwa na muda mrefu, kwa wale waliowahi kukaguliwa wanafahamu. Unakuwa na exchanges kadhaa baina ya ofisi ya CAG na mkaguliwa. Hata sisi kama chama tunakaguliwa, tunafahamu haya mambo. Wanaleta queries, hoja gani hazijakaa sawa, unapewa muda wa kuzijibu, na mwishoni CAG aondoki kama hasimu. Kunakuwa na exit meeting, kikao cha pamoja baina ya mkaguliwa na watu kutoka ofisi ya CAG, na wanaonyesha hoja gani hazijafungwa, hazijakaa vizuri.
Muda wote huu serikali ilikuwa na uwezo wa kusema katika haya mapato fedha hizi zimetoka Zanzibar. Ndio leo tunasikia hizi fedha tunaripotiwa, sio kwa ripoti ya CAG, hapana. Tunazisikia kutoka kwa CAG wa CCM ndugu Humphrey Polepole. Uchambuzi wake na takwimu zake ni mpya na hazikubaliki kuleta mambo mapya ambayo hajaelezwa. Kwa hiyo hata suala la Zanzibar ni upotoshaji. Sio sahihi. Sio sahihi, na CAG angekuwa ameziona hata kama hazikagui yeye, angezi acknowledge kwamba kuna fedha hizi katika mapato ni za Zanzibar. Hajasema, hatujamsikia kwenye ripoti, hatujamsikia kwenye ufafanuzi. Kwa hiyo haya tumwachie CAG wa Chama cha Mapinduzi. Haya, tutazame sasa kuhusu hati fungani. Na hapa ndio kuna mkanganyiko sana, kwa sababu CAG ameeleza yafuatayo, na nitanukuu kuhusu katika ripoti yake. Ukienda ukurasa wa 34, ni muhimu mrejee baadaye. Kati ya shilingi 23.5 trilioni zilizokusanywa, shilingi 23.79 trilioni ndizo zilizotolewa kwa ajili ya mishahara ya watumishi, matumizi mengine, matumizi ya maendeleo na fedha kwa ajili ya kulipa madeni yatokanayo na amana za serikali pamoja na riba. Sasa ukitazama hiyo ni kwamba serikali ilitoa hati fungani, na hii hati fungani maana yake ni njia mojawapo ya serikali kupata mikopo ya ndani. Maana yake ni muhimu tufahamu. Kwa hiyo serikali ndiyo inayotoa hati fungani, watu wanakuja kununua hati fungani, alafu wakisha nunua, maana yake serikali inapata fedha kama mikopo ya ndani. Zikisha kuiva, kwa hiyo wale watu ndio wanapata zile fedha, amana na interest iliyotokana na mikopo aliyoipatia serikali. Sasa ukisoma ripoti ya CAG, kuna nukta pale inasemwa moja ya matumizi ya zile fedha 23.5 ni pamoja na kulipa amana za serikali. Hii amana za serikali ndio hiyo hati fungani. Kwa hiyo ndio kusema kwamba kwa mujibu wa CAG, serikali imeonyesha nyaraka za hati fungani zote ilizouza, na eneo hili CAG imesema kwamba, ripoti ile imesema serikali ilikopa bilioni 500 zaidi ya fedha ilizoziomba kukopa na kuidhinishwa na Bunge. Yaani ilikopa trilioni 5.9 wakati iliomba trilioni 5.4, na serikali imeonyesha kiasi cha madeni hayo ya amana na imekwisha kilipa. Ndio tafsiri ya kusema kwamba zile zilizoipa tayari imeshalipa. Sasa anachokisema ndugu Polepole, mimi ni mwanasheria, nimesoma sheria na tunasoma sheria za kibenki. Anachoeleza ndugu Polepole, it is a thief, ni kwamba kuna mapato fulani ya serikali kupitia hati fungani bado hayajaiva, serikali itapata. Sasa hapa namshangaa mwenezi mwenzangu, labda afafanue vizuri, kwa sababu hati fungani haimaanishi mapato ya serikali ikishakuwa machua. Inamaanisha ni fedha ambazo ikishaiva serikali itazitoa kwa wale watu walionunua hati fungani. Kwa hiyo nina wasiwasi mpaka pale atapofafanua haelewi hata mfumo mzima wa hati fungani unavyo operate. Kwa hiyo ni tatizo kwa mwenzangu ambaye ni mwenezi. Sasa baada ya kuyasema haya yote, sisi hitimisho letu tumeona kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi na Chama cha Mapinduzi hawaaminiki. Kwa sababu, na hili alisema Mwalimu Nyerere, wajibu wa chama, na ndugu Polepole huwa anapenda kurejea kuhalalisha maovu. Yaani anamnukuu Mwalimu kuhalalisha maovu. Mwalimu Nyerere miaka ya 60 alialikwa Uganda kwenye mkutano wa chama cha UPC. Na alieleza huo ndio. Sasa Chama cha Mapinduzi, ripoti ya CAG inapotoka, kama kweli inamuenzi Mwalimu Nyerere, tulitarajiwa kwanza, na kulikuwa na nyakati fulani sisi imekuwa nataka kuamka hivi. Utakuta katibu mkuu mwenezi wake ripoti kama hii ikitoka,
ungewasikia wanakimbia kimbia kusema hatua zichukuliwe, mawaziri mizigo washughulikiwe. Lakini sasa CCM ndio imekuwa kichaka cha kutetea uovu wa serikali. Kwa hiyo kila alichokisema Mwalimu Nyerere miaka ya 60 kwamba chama kisimamie maslahi ya watu, chama kizungumzie shida za watu, chama kisimamie serikali, ndugu Polepole wanakiacha kile. CCM wanakuwa watetezi wa wizi, watetezi wa uhovu. Na sisi tumeweka wazi, hatujasema zimeibwa, hazionekani. Kama hazionekani zimeenda wapi? Na kama amwelezi zilikoenda, mnatengeneza uwanja huru, labda mmeiba. Hatuogopi kusema hivyo. Kama kuna vitisho, maana tumesikia vitisho, yaani unatengeneza assumptions mbalimbali, ni wajibu wako kuziribati, yani kuzikosoa. Kama 1.5 haionekani, moja ya assumption ni kwamba mmeiba, ni kwamba mmeziiba, mpaka pale mtapothibitisha kwamba zilikwenda wapi. Assumption nyingine ni amesema CAG. Kwanza baada ya CAG kusema, nilitarajia ndugu Polepole kama anajiheshimu, na bahati nzuri ajiheshimu. Maanake huyu ni mtu ambaye vijana walimpa heshima kubwa wakati wa mchakato wa katiba. Katika press yake ya jana anasema bahati yake ndugu Zito, ndugu Magufuli ni mpole sana. Na mimi namwambia ndugu Polepole, bahati yake ndugu Polepole, Watanzania wanapuuza. Yaani wangelikuwa wanajali mtu maadili yake, ndugu Polepole alivyotuaminisha kuhusu katiba, alikuwa amepoteza kabisa moral authority ya kusimamia mambo ya Watanzania. Kwa hiyo na yeye bahati yake, Watanzania ukiwa na upuuzi wako, wanakusikiliza, wanakupuuza mioyoni, wanakupuuza mitaani. Kwa hiyo ashukuru hilo. Kwamba wanawasikiliza alafu ndio wanawapuuza. Kwa hiyo inawezekana wameiba. Sasa CAG alisema wazi, aliojiwa na nyinyi waandishi ndio mliomhoji, na mimi nitamnukuu kwa maneno yake. CAG anasema hivi alivyojiwa na vyombo vya habari, nitamnukuu. Anasema hivi: ninaamini hizi fedha, aliulizwa na chombo kimoja, kuna madai ya watu, yaani sisi tumetoa madai kwamba 1.5 trillion hazionekani ziliko. CAG anajibu, hasemi kuhusu receivables. CAG maana angekuwa amesema angesema hivi, hasemi kuhusu hati fungani, hasemi kuhusu fedha za Zanzibar. CAG anasema ninaamini hizi fedha zimetumika kwenye maeneo mengine ya matumizi ya serikali. CAG anasema hivi kwamba pengine zimetumika katika maeneo mengine, na CAG anaweka nukta nyingine, matumizi haya hayaonekani katika mipango ya kibajeti. Anasema muhimu ni kwamba, na mnukuu tena, tulipanga bajeti kama taifa. Hii bajeti sio ya CCM, ni bajeti yetu kama Watanzania. Kwanza muhimu ni kwamba tulipanga bajeti na kazi ya bunge ni kusimamia utekelezaji wa bajeti. Swali hilo liulizwe bungeni, hizo fedha hazikwenda huko labda kwenye bajeti, zimekwenda wapi? Kwa hiyo hata CAG ana acknowledge, asemi mambo ya receivables au nini, ana acknowledge kwamba kuna fedha. Sasa yeye anawajibu kidiplomasia, na niseme wazi, hali ya kidemokrasia ilivyominywa, haumtarajii CAG angesema zaidi hapa. CAG ametuachia Watanzania, mambo yote yamesemwa vizuri. Sasa unatarajia aseme nini tena? Aseme zimeibwa? Au aseme zimetumika vibaya? CAG amezungumza lugha ya kidiplomasia, labda zimetumika katika matumizi mengine ya serikali, na sisi tunasema hatuzijui ziliko, tutahoji. Ni wajibu wetu wa kibunge, na ndio maana ndugu Zito alihoji. Ni wajibu wetu kama chama cha siasa, ndio maana Mwalimu Nyerere alisema chama cha siasa lazima kihoji fedha hizi ni za watu, zimekwenda wapi. Ni wajibu wetu kama wapenda ukweli. Vitisho viwepo, nyinyi waandishi mwe mnahoji. Kabla hajasema kitisho kimoja, sisi tulisema TRA inapika takwimu, tukasema masuala ya ukuaji wa kiuchumi yanapotoshwa, tukatishwa humu rapsha. Ofisi yetu ikawa kama ofisi ya polisi, wanakuja wanatoka, anaitwa katibu mkuu, anaitwa mwenyekiti, anaitwa kiongozi. Yako wapi? Mlipaswa kuanzia hapo. Kwa hiyo hata sasa tunafahamu wanapotaja polisi, watu wachukue hatua.
ni kwa sababu wanajaribu kututisha. Hawatupeleki mahakamani kwa sababu wanajua mahakama ni uwanja huru, kila mtu ataweka hoja zake. Kwa hiyo ninawaomba mumpuuze CAG wa CCM. Anachokisema hakina jina lingine, mimi wasipendi siasa za majina, lakini anachokisema hadhi yake ni utapiamlo wa fikra. Yaani unakuwa na maradhi fulani, utafikiri uoni, dalili zake ni kama uoni ukweli, kumbe unauona hivi, unajaribu kukopesha wakati hata mtu mdogo. Mimi si mchumi na hata watu wa kawaida wanajua zilitolewa. Anasema CAG, nitasoma hapo ukurasa wa 34 kwa kuhitimisha. Anasema ukurasa wa 34, kati ya shilingi bilioni 25.3 zilizokusanywa, shilingi bilioni 23.8 zilitolewa kwa ajili ya mishahara ya watumishi, matumizi mengine, matumizi ya maendeleo na fedha kwa ajili ya kulipa madeni yatokanayo na amana za serikali pamoja na riba. Ni kazi ndogo tu kwamba mlilenga kusanya trilioni 29, mmekusanya trilioni 25.3, mmetumia shilingi trilioni 23.8, 1.5 iko wapi? Kwa hiyo hatutoacha. Mkitugusa swali tutalauliza 1.5 trilioni iko wapi? Haionekani ilipo. Mkitutisha tutawauliza 1.5 trilioni iko wapi? Na wananchi mnaotusikiliza kupitia waandishi wa habari wakisema lolote lile, hoja mama, 1.5 trilioni iko wapi? Kwenye mitandao ya kijamii vibaraka wao na wao wenyewe wakija, swali mama, 1.5 trilioni iko wapi? Nchi nzima ikigumia 1.5 trilioni iko wapi, watatoka nje, watatueleza hiliko. Na sisi tumependekeza njia, nihitimishe. Tunaona kwa sababu serikali ya CCM haiaminiki, na haiaminiki kwa mengi. Sisi tuliandaa hoja hapa. Hoja hizi tulizozitoa ni chache tu. Tuliandaa hoja yapata 48. Tumetoa 8. Ninacho kijitabu hapa cha ripoti ya mwaka mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali kuhusu ukaguzi wa mashirika ya umma. Bado hatujafika huko, tupo kwenye mambo nyeti. Soma hesabu za TANESCO. Hesabu za TANESCO zinaonyesha kwamba deni aliloliacha mwaka wa mwisho wa Kikwete, Rais Kikwete, ilikuwa ni bilioni 124 hasara. Alafu Rais Magufuli mwaka wake wa kwanza hasara bilioni 346. Unajua maana yake? Ni hasara zaidi ya mara mbili, yaani hasara ya asilimia 150. Sasa hayo bado tuko kwanza kwenye hoja mama. Sasa njia tunaipendekeza, na mwenyekiti wetu ameshachukua hatua. Mwenyekiti wa chama ndugu Yeremia Kulwa Maganja hivi leo amekwisha mwandikia Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutaka uchunguzi maalumu ufanyike kuhusu 1.5 trillion ziko wapi. Na tunataka uchunguzi huo utokane na Spika kutoa kibali kwa kamati ya bunge ya hesabu za serikali, ikutane kwanza na imwagize CAG afanye ukaguzi maalum. Sisi tunamwamini CAG kwamba akirudishiwa mpira yeye afanye ukaguzi maalum, tutajua hizi fedha ziko wapi. Sio huo uongo ujanja wa receivables, sijui hati fungani, sijui Zanzibar imefanya nini. Hayo tumwachie ndugu Polepole au CAG wa Chama cha Mapinduzi, analeta mahesabu ya kwake yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Watanzania wote wa vyama vyote, tulisimamia hili kwa pamoja. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na tunakaribisha maswali kuhusu tulichokiwasilisha. Karibu sana. Maswali kama yapo. Karibu ndugu Kiango. Swali moja. Sawa, asante, karibu. La kwanza hilo hapo ndaanzia mwishoni. Tunasema kwamba imemwandikia barua. Ndio. Imeshafika au ndio iko njia on process kufika? Barua imeshaandikwa na ipo katika mchakato wa kumfikia Spika. Ila tunaamini leo itamfikia. Sawa. Endapo Spika
atapuuzia, yani hakutakuwa na mrejesho wote. Changamoto nyingine tena tutatumia. Asante. Swali jingine, tuchukue maswali yote. Kuna swali jingine au nijibu hilo? Mimi na swali. Karibu. Inawezekana likawa hapo lakini ni nje kidogo. Tumeona kwa kuna hoja ambayo CAG pia alizungumza kwenye ripoti yake juu ya vyama vya siasa. Na ACT tumeona tu kwenye mitandao mkiwa mnatoa taarifa kwamba hati yenu iko hivi na hivi. Labda sasa ukiacha mbali kuhoji hizo 1.5 trillion kama vyama ambao mlikuwa mmetuhumiwa pia kwenye hati kwamba mna hati chafu za mahesabu. Likoje hili hapa? Na naitwa Musa Fada mpya. Je, unadhani serikali ina uhalali wa kutoka na maelezo ya hiyo trilioni 1.5 ambayo imepotea, kwa sababu inasemekana kwamba yani kabla CAG hajatoa taarifa ile bungeni na mahali pengine lazima alipelekea serikali taarifa ile, na wameshindwa kumweleza kwamba zile trilioni 1.5 ziko wapi. Sasa je, ina uhalali huo wa kuja kutupa majibu mengine ambao walishindwa kumpa CAG kabla hajatoa ile taarifa? Asante. Swali jingine au tujibu hapo? Twende sija kasema. Anne na mwisho. Kuendelea kuwa na malumbano ya aina hii baina ya CCM ambayo walionekana kujibu hoja Zitto Kabwe na sasa umejibu. Huoni kama mtawapeleka wananchi kuona kwamba mjadala huu sasa unaenda katika mlengo wa kisiasa na si kitaaluma zaidi? Kuwapa uelewa kwamba hizo trilioni 1.5 ni sawa na kiasi gani, zingeleta manufaa gani, zingekuwa na umuhimu gani kwa wao wananchi wenyewe? Asante. Ni jibu maswali. Kwanza nitaanza kujibu kuhusu vyama vya siasa. Kwanza, jina la chama chetu sisi ni Alliance for Change and Transparency, ambayo inamaanisha muunganiko wa uwazi na mabadiliko. Kwa hiyo sisi tunasimamia mabadiliko na uwazi, na eneo muhimu sana katika uwazi ni matumizi ya fedha, sio za umma tu, kwa sababu fedha za umma ambazo chama cha ACT Wazalendo kinazipata ni ruzuku ya shilingi bilioni 4.2 kwa mwezi. Lakini sisi tuna vyanzo vingine mbalimbali vya mapato ambayo sio ya umma, lakini taasisi ya chama cha siasa ni taasisi ya umma. Kwa hiyo hata ukipata fedha maeneo mengine mbalimbali unao wajibu wa kueleza. Kwa hiyo tunakusanya fedha za wanachama kupitia michango ya kadi na kadhalika, na tunapata michango mingine ya wanachama ukiachilia pale michango ya ada ya wanachama. Kwa hiyo hata kwa jina letu wenyewe tunao wajibu wa kuweka wazi mahesabu yetu, na umekuwa utamaduni wetu kuweka wazi mahesabu tunayokusanya. Hata tukimobilize fedha mitandaoni au wapi, tunaweka wazi mahesabu. Sasa sisi tuli 2014 15 mahesabu ya huko nyuma tuliyaweka wazi, na tukapata recommendation nyingi kutoka kwa ofisi ya CAG. Tukawaomba watu wa ofisi ya CAG, na hizi communication zipo, watueleze maeneo muhimu ya kufanyia kazi, na wakatujibu. Tukawa nao pamoja, tukafanya mafunzo, tukawa na maeneo mengi ya kutengeneza hesabu zetu zikae sawa kwa miaka yote hiyo, ukiacha mbali 2016 17. Kwa hiyo sisi si kutopeleka, na CAG anaweza kutudiscredit katika hili. Maana tunajiamini, ni kutopeleka katika muda uliopangwa. Kwa hiyo anaweza kusema kama hizo hesabu zilifika au zikufika. Kitu tunachojua ni kwamba hazikufika katika wakati mwafaka. Kwa hiyo kujibu swali lako, CAG hajasema sisi tumpata hati chafu kwa ngazi ya chama. Alichosema ni kwamba hatujapeleka kwa sababu hazijafika kwa wakati. Tutaziweka katika akaunti zetu, na tunaamini katika ripoti ya CAG zitatokea mwakani. Hiyo ndio imani yetu. Kwa hiyo tulipeleka, na hatuwezi kuacha kupeleka kwa sababu itakuwa inaharibu hata jina letu
kama watu tunaosimamia uwazi. Kwa hiyo ukisoma ripoti nzima ya CAG utaona tunaangukia katika kundi hilo. Na tuseme wazi, nisisitize jingine alikusemwa, hiyo ni kuhusu chama na tunajiamini. Kuhusu Kigoma, mnaweza hamjauliza. Kigoma nako sisi tuna wajibu wa kuisimamia manispaa. Tupata hati isiyoridhisha, na sisi tulikuwa na wajibu wa kuwajibisha watendaji na watumishi wa serikali. Tunazo communications, wenyewe wanaziita siri, ziko nyingi. Barua tunazoandika kwa mkuu wa wilaya, kwa katibu mkuu wa wizara, kwa sababu mkurugenzi ndio kiini cha utendaji wa manispaa. Kwa hiyo ukitaka uwajibikaji lazima umsimamie vizuri mkurugenzi. Sasa unamwandikia mkuu wa wilaya, afisa kwanza wa kisiasa ile ngazi. Mkuu wa wilaya anasema tuhuma zenu za ubadhirifu ni za jumla na hazina uthibitisho. Ni kwamba anamsafisha. Mnamwandikia katibu mkuu. Katibu mkuu anasema hamuna mandate ya kumwajibisha mkurugenzi. Serikali ikiona inafaa itamchukulia hatua. Tunafanya nini? Kama alivyosema ndugu Zito bungeni, unafanya nini katika hali kama hii? Sisi tunaamini mazingira haya yamewekwa pia na serikali. Kuna kitu kinaitwa tufanane, ndio amekizungumza sana ndugu Polepole jana. Yaani kwa sababu wewe ni mchafu, unafanya mambo machafu, kwa hiyo unataka kutunyima uhuru ule wa kuchambua. Kwa hiyo unayumbisha jitihada za kuisafisha manispaa ya Kigoma ili tufanane. Hatutofanana. Unakuwa na mkurugenzi CAG anatoa queries, mnazijibu, unamwambia zisign tupeleke, anaondoka, anakimbia ofisi, anasema nina safari wapi mkoa wa jirani. Sio kibli cha kupewa hiki. Na hii wizara iko chini ya nani? TAMISEMI. Nani anamtuma mkurugenzi? Tunafahamu sisi tuna taratibu zetu za ulinzi na usalama wa hiki chama. Wanaodhani watakiumbisha hiki chama, maana kuna porojo huko na nini, wanadhani hatujui, tunafahamu kila kitu. Sisi tunakubali changamoto zilizotolewa za uwajibikaji, lakini hatutoyumbishwa na watu wanaofanya hujuma za makusudi. Na hata nyaraka hizi licha ya kwamba zinalindwa na sheria za siri, na hapa ninaziparaphrase tu, kama mtaendelea tutatoa kwamba katibu mkuu alikuwa anamlinda mkurugenzi, ziko wazi na hatuogopi kwa sababu ni wajibu wetu. Jingine limeulizwa kuhusu uhalali wa serikali. Kwanza ilikuwa na muda kama alivyofafanua mwenyekiti wa PAC, kama walivyofafanua wadau mbalimbali. Serikali ilikuwa na muda wa kujibu haya. Haikujibu. Lakini hatuwezi kuiacha. Sasa tunayowajibisha kama custodian, kama mlinzi wa chungu cha serikali. Kwa hiyo haya CAG yataendelea katika ngazi ya kamati, watajieleza katika taratibu mbalimbali za kibunge kama utaratibu ulivyo wa kudeal na ripoti ya CAG. Lakini sisi wananchi tunao wajibu wa kushinikiza zaidi, kuonyesha 1.5 trillion imekwenda wapi. Kwa hiyo wameshindwa katika ofisi ya CAG, wafanikishe basi bungeni. Kwa hiyo wanao wajibu, uhalali hawana, wanaongea utapeli tu, lakini wanao wajibu bado. Malumbano sio mambo mazuri. Kwanza dhana malumbano sio mzuri. Labda malumbano ya hoja, kuna watu wanaita malumbano ya hoja ndio mazuri. Kuna watu wanachokoza malumbano yasiyo ya hoja, ya vihoja. Hayo sio mazuri. Lakini minyukano ya hoja yenye mafanikio hivi, tunafahamu 1.5 trillion tumesema kwenye taarifa yetu. Tafsiri ya 1.5 trillion ni nini? Kule mwisho mtasoma, na mimi nitanukuu taarifa yetu. Inasema fedha hizi 1.5 trillion ni nyingi mno. Mosi, zingeweza kutumika kukopesha shilingi 100 milioni kwa kila kijiji. Ndio hayo anasema ndugu hao hapa, wananchi wajue faida yao. Tumesema hata hapa tulumbani, tunawakumbusha wananchi kwamba wale walioahidi milioni 50 kila kijiji, wakawaambia kwamba hazipo au wanadanganya tumezipeleka kwa mtindo wa huduma, zipo. Mpaka watapoeleza walikozipeleka. Zingeweza kuwapa sio milioni 50, milioni 100. Mwishoni kwenye haya ya mwisho. Tumesema pia ingeweza kutatua tatizo la maji
na mikopo kwa vijana na kina mama, zingeweza kujenga hospitali 10 zenye hadhi kama ya Mlongazila na kutatua changamoto ya sekta za afya nchini. Zingeweza kusomesha bure vijana wa chuo kikuu miaka 4 mfululizo. Kwa hiyo tumesema mambo ya wananchi hatu nyumbani. Tunasema hizo fedha ni za umma mpaka watakueleza ziko wapi, na zingeweza kufanya mambo mengi sana. Kwa hiyo hayo sio malumbano. Sasa swali lingine la ndugu yangu, vipi bunge speaker akiignore hiyo call yenu, huo wito wenu, itafanya nini? Sisi wajibu wetu ni huu. Umeelezwa na Mwalimu Nyerere miaka ya 60 Uganda. Ndugu Polepole anapenda kupotosha sana wito wetu, kusemea mambo ya watu. Kwa hiyo tuna wajibu wa kupaza sauti bila hofu. Tuna wajibu wa kukosoa mambo ya wananchi, na huo ni wajibu wa chama cha siasa, na tutaufanya huo kila siku kupitia hoja. Nyinyi ni mashahidi, tunaendelea kufanya huo mara zote. Serikali ikiharibu zao la mbaazi lisiwe na soko, chama gani kinatoka kuja kusema? Wajibu ni ACT Wazalendo. Na waandishi wasema hapa, huwa wanatania rafiki zangu, wasema utapataje front page kwa mbaazi? Ado bwana, ni desturi kwamba hata jamii yenyewe haijazoea hiyo kwamba mbaazi inaweza ikawekwa at the center of politics. Korosho zikidondoka bei, na huko kuna madudu mengi ya korosho kwenye pembejeo. Si tulisema hapa tukaitwa wanafiki, waongo. Ripoti za CAG hatutazungumza sasa, zinaonyesha ubadhirifu mkubwa sana. Nani walisema? Sisi. Kwa hiyo kwetu sio marumbano, ni mwendelezo wa kutekeleza wajibu wetu, wajibu wa msingi wa chama cha siasa wa kuwasemea wananchi. Hatutosumbuliwa na kina Polepole, hatutosumbuliwa na watu usalama, hatutosumbuliwa na vyombo vya dola, hatutosumbuliwa na vitisho, ili mradi tupo katika line. Chama chetu sisi kinajali sheria. Kwa tutaendelea kupaza sauti, ndugu kiangu. Nguvu ya wananchi, sauti kubwa inayopazwa na wananchi kutaka uwazi na mabadiliko ina nguvu kuliko sauti ya viongozi. Na tunaamini ndugu Speaker atasikiliza kilio hiki. Kwa hiyo ni washukuru tena ndugu waandishi wa habari kwa kuitikia wito wetu kuja kwa wingi. Msisite kuja tena tutapowataka kutoa ufafanuzi. Tuseme wazi. Alisema msemaji, tulitoa haja. Akisema tutakuja kujibu. Sio kila akisema kila kitu. Alisema siku ile hizo hela akasema siasa, tukampuuza kwa sababu alichoeleza akionyesha seriousness kwenye mambo ya msingi ya serikali. Walipokuja vibaraka hapa wanakuja kusema kututoa kwenye mstari, hatukujali. Ulipokuja msimamo rasmi tumekuja kusema. Wakipotosha tena tutanyosha mpaka kila mtu ajue 1.5 trillion zimekwenda wapi. Asante sana.